ufalme wa Mungu. Amen. Na nimeanza na Isaya kwa sababu ni sehemu tu na summarize kile nilichofundishwa kwenye msingi, kwa sababu kama ni ibada naweza kusema imetosha. Kwa kuwa kile Mungu alitamani tupokee alikwisha tuachilia kupitia msingi mzuri wa ibada aliyotupa yeye mwenyewe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kristo mwema asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuitambua haki yako wewe mwenye haki. Nimesoma katika Isaya 62, tumeanzia hapo, kwamba Mungu anasema kwa ajili ya Sayuni na kwa ajili ya Yerusalemu hanyamazi wala afanyaje, hatulii mpaka haki ya mwenye haki itakapokuwa imefanyaje, imechomoza kama mwangaza wa nini, wa jua. Sasa ni vizuri sana unielewe na kuhitimisha jambo hili. Mungu wetu ametupa nafasi ya kujitambua kwamba kwa wingi, kwa uchache wetu, Mungu ametaka kila mmoja ajifunze, ajue nafasi yake kwenye ufalme wa Mungu, kuwa yeye ni mwenye nini. Sema mwenye haki. Mwenye haki. Sema mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Rudia kwa sauti, sema mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Mungu ametupa kuijua nafasi hiyo, kwamba kumbe Mungu tangu mwanzo hakushughulika katika majira zote aliyokuwa anatafuta, aliyowataka yeye mwenyewe awe na nafsi yake, wawe na moyo wake, wawe na roho yake, wawe na majira yake na utendaji wake. Aliwachagua watu aliyowatambulisha yeye kama wenye haki, atakayowapa nafasi ya kuwabariki katika ulimwengu. Amen. Kanisa, tunaelewana? Amen. Sasa nimeanza kwa kusema kwamba amekuahidi kwamba kwa ajili yako afanyaje, hanyamazi. Na kuja kwenye swala, kwa nini Mungu hanyamazi? Kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Mungu anaposema atanyamaza kwa ajili yako na kwa ajili yako, kwa sababu moja, amekutambua wewe ni nani. Nimesema amekutambua wewe ni nani. Msingi wa kiti cha Mungu ni nini? Haki, kweli na nini? Na hukumu. Wewe ndio msingi wa kiti chake. Kwa hakuna mahali ambapo utahitaja kiti usipohitaja haki. Kwa tunapotaka kujua nafasi ya ufalme wa Mungu kwangu, kwako, jambo la kujifunza na ujue, na kutoka leo naenda kwenye uzalishaji, naenda kwenye majukumu yangu, naenda kwenye familia, jambo la kwanza kujua, Mungu amenitambua mimi ni nani. Narudia tena, wewe ni nani? Na mwenye haki, ili akamilishe ibada, lazima awe na hiyo haki ya kumwabudu nani? Ninakupa mfano. Ilianza vitabu katika kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya 2. Ukiangalia Mungu anapoumba mwanadamu, akapuliza pumzi kwenye pua ya mwanadamu. Yule aliyekuwa amefinyangwa pasipokuwa na uhai, Mungu akapulizia pumzi ya uhai, akawa na uhai. Akaitwa jina lake Adam, na mkewe akaitwa Adam. Wote wawili kwa pamoja wana jina moja, japo anatambulika kama jina Hawa yule mke, lakini kwa pamoja wanaitwa jina hili moja. Wanaitwa nani? Na Adam. Kanisa, tumeelewana hapo? Kwa Mungu akaona vema kwamba atafute mtu mwenye haki, atakayempa bustani, alime, atunze, na hata mazao yaliyokuwa ndani au matunda yaliyokuwa ndani ya bustani yalipatikana kwa sababu ya haki iliyo ndani ya moyo wa nani? Wa Mungu. Yaani wewe unalima shamba, unafanya biashara, unakaa ofisini, unafanya kazi zako kwenye kompyuta yako, unafanya unachoweza kufanya, ni mwanafunzi
anashika kalamu anasoma. Jambo la kujua kinachokusababisha uende mbali, ufaulu, ubarikiwe, ushinde, ufanye kazi na ufurahie kazi ya mikono yako, ni kuijua wewe nafasi yako kwa nani. Mimi ni mwenye haki kwa nani? Kwa Mungu anatafuta wenye haki. Tunaelewana kanisa la Bwana? Amen. Tangu mwanzo Mungu anatafuta mtu wa kushirikiana naye, lakini hatafuti mwovu, isipokuwa anamtafuta mtu mwenye moyo wa nani? Moyo wa Mungu ni nini? Ni haki. Nimesoma ile kitabu cha Warumi 14. Asa msingi wa kiti chake Mungu ni nini? Ni haki. Kwa hiyo kama Mungu ni haki, maana yake kanisa analolitaka yeye ni kanisa la nini? La haki. Leo ndani ya kanisa, ndani ya jamii, haki imefanyaje? Imeporomoka. Kwa nini leo ndugu kwa ndugu wanaweza kazulumiana? Nimesema hata hatua moja. Kitu gani kimeingia ndani ya mioyo au ndani ya nafsi ya wale watu? Mungu ambaye ni mwenye haki ameondoka kwenye mioyo ya nani? Yako. Kwa unakuta mwanadamu anapoishi nje na haki ya Mungu anakuwa mnyama tu, kasoro jina lake anaitwa nani? Mwanadamu. Maana anayefanya kwa kutaka kumuua, kwa kutaka kumzuru, kwa kutaka kufanya anayefanya katika hali ya kawaida ya kibinadamu, tungesema asingeweza kufanyaje? Kuyafanya anayofanya, isipokuwa ameondolewa ule utu wa nani? Wa mwanadamu ambaye anaweza kuthamini mwingine. Kanisa tumeelewana? Sasa Adam ambaye ndiyo msingi wa Mungu na alipewa bustani kwa sababu ya haki, alilima kwa sababu ya haki, alikula hata kwa sababu ya nini? Ya haki. Kitendo cha kukataa kumsikiliza Mungu, ile haki ilifanyaje? Kasome Mwanzo 3:20. Adam kwanza 24 anaondolewa kwenye nafasi yake na mkewe. Wanaambiwa hapa amstahili tena kukaa, mlinze na kutunza, maana mmeshafanyaje? Mmeshaharibu haki yenu ya kukaa mahali hapa. Kanisa tumeelewana? Amen. Haki ni nini? Mungu wetu nimetangulia kukueleza msingi wake wa kiti chake ni nini. Ili Mungu amue, ili Mungu atende, ili Mungu asaidie watu wake. Hawezi saidia mwanadamu yoyote au mtu yoyote au mtoto wa Mungu yoyote nje na utaratibu wa kuwa na nini? Na haki yake ndani ya moyo wake. Jamani tunaelewana hapo? Amen. Amesema leo kwa ajili yako afanyaje? Hatamani. Atatafuta. Kama ni baba, kuna mahali haki yako itafanyaje? Imechukuliwa. Mungu atakurejesha. Amen. Kama ni mama, kuna haki yako iliondoka, Mungu anafanyaje leo? Anarudisha. Unajua hata kitendo cha kukubalika na kuthaminika, kinachosababisha ukubaliwe na kupendwa na kuthaminika ni ile haki iliyoko wapi? Kwa adui akiondoa haki, wale waliokuwa na kuelewa na kukupenda wanakufanyaje? Wanaondoka. Na unaweza kawalaumu, lakini kumbe shida imepatikana kwamba yule anaitwa adui anayepinga wewe usiitwe mwenye nini. Kwa sababu hiyo ndio shetani anachokipinga katika maisha, anaitwa nani? Mwenye haki. Kama umeokoka wewe ni mwenye haki. Amina. Mwenyewe unalosema? Amina. Kama umeokoka wewe ni nani? Mwenye haki. Lakini shetani anapinga. Hataki wewe utamulike kama nani? Mwenye haki. Kanisa tumeelewana hapo? Amina. Haya, kunayo haki ya kubarikiwa. Na barikiwaje? Kwani Adam alipopewa bustani, Mungu akumbariki? Naongea na kanisa, akubarikiwa? Alibarikiwa. Alipewa kila kitu. Shamba alipewa anachotamani, kila alilotaka Mungu alimpa. Matunda ya aina yoyote ambayo alikuwa anatamani kula kwenye ile bustani. Alizuiliwa na Mungu? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipomuumba akaweka haki yake yeye kuitwa. Ni sura ya nani? Aliitwa sura ya nani? Ya Mungu. Sio mfano, ni sura ya nani? Ya Mungu. Maana yake ulimuona Adam, umemuona nani? Mungu. Ukiona the way Adam alivyo, ndivyo Mungu alivyo kama alivyokuwa Adam.
Kanisa, tumeelewana? Amen. Kwa haki yako leo, ile haki ya kujenga, ile haki ya kufanikiwa, ile haki ya kutafuta, ile haki ya baraka, ile haki ya kukaa mahali pako, ile haki ya kununua labda ni gari, na hiyo gari kakaa bila kuwa na shida yoyote. Kinacholeta uchakavu, kinacholeta uharibifu, kinacholeta shida nini? Abika na wandoa nini? Ile haki ya Mungu ndani ya moyo wa nani? Mwenye haki. Tunaelewana anachosema? Amen. Lakini leo habari njema ni kwamba Mungu ametuahidi. Anasema wewe mimi. Amesema hanyamazi kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako. Mpaka haki ya yoyote leo imefanyaje? Itakaposimama. Tena itokezee kama nini? Kama mwangaza. Kwa leo unaenda kuwa na haki ya kuwa na shamba lako. Amen. Unaenda kuwa na haki ya kuwa na mfanyabiashara mkubwa. Sema amina kanisa la Bwana. Hata kama leo unauza nyanya, hata kama unauza genge, nataka nikuambie hivi, kuna majira ya haki inakuja. Na hiyo haki Mungu ametafuta siku nyingi. Leo umepatikana. Anataka akumilikishe nafasi yako ya haki yako. Amina. Hadi samenielewa? Amina. Nimesoma kitabu kile cha Mwanzo 12. Ibrahimu alipokuwa Uri wa Kaldayo, hapo wanapopigana sasa, Mungu alimwambia toka wewe katika Uri wa Kaldayo, nitakuleta mahali pa nchi yako, yani Israeli, nitakupatia wewe iwe miliki yako na kizazi chako. Hadi sasa leo. Amen. Kwa Mungu anapotaka kukubariki leo, analazimika kwanza akutenge na hao walikuwa wanazuia baraka. Amina. Yani kuna mahali Mungu anataka kuinue, lakini kuna rafiki anakuvuta nyuma. Unapotaka kwenda mbele, kuna mtu ambaye adui anamtumia kuhakikisha kwamba haki yako inafanyaje? Haipatikani au itachelewa. Leo amesema anaisaka haki ya mwenye haki mahali ilipo. Kwa hiyo leo kila mmoja anaondoka na haki yake. Ni haki ya kazi, utaondoka nayo. Ni haki ya biashara kubwa, unaondoka nayo. Ni haki ya kampuni, unaondoka nayo. Ni haki ya kazi, unaondoka nayo. Ni haki ya watoto, ni haki ya kuolewa, ni haki ya chochote unachokitaka, Mungu atakupatia leo. Amina. Jamani, mwanielewa unalosema? Amen. Ibrahimu alitolewa huko Uri wa Kaldayo, Mungu akaja baadaye akampa kizazi, akampa watoto, akampa kila alilotamani. Unaona kwenye ile haki ya Mungu, alipewa mashamba, alipewa ardhi, alipewa madini, alipewa lolote alilotamani ndani ya moyo wa nani? Wake. Kumbe ukipata haki leo, umeshakuwa tajiri. Amina. Narudia tena. Ukishapata haki, Mungu amekufanya wewe kuwa nani? Tajiri. Maana wewe ni nani? Sema mwenye haki. Narudia tena. Wewe ni nani? Mwenye haki. Leo unaenda kubarikiwa. Amina. Chochote utakachokigusa kwa mikono yako, Mungu anaenda kuiachilia hiyo baraka katika jina la Yesu. Amina. Sema amina kanisa la Bwana. Amina. Sijui kama unanipata vizuri? Amina. Kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 22 na kuendelea. Kwa sababu ya majira nitakupa tu zile dondoo. Kwa sababu ya majira. Mwanzo 18 na ule mstari wa 22. Mteule mwenye neema kubwa, tuko pamoja? Amina. Labda niasome zile mstari wa 22 na 23. Basi nitashuka sasa nione kama 18:22. Basi nitashuka sasa niaone kama wanayatenda kiasi cha kilio kilichonijia, kama sivyo nitajua. Mungu anasema 22. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahim alikuwa angali akisimama mbele za Bwana. Sema amen. 22 na 23. Ibrahim akawakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na muovu? Nisikilize tafadhali. Je, utaharibu mwenye haki pamoja na nani? Na muovu. Kumbe unapoona dunia leo inastawi, kuna ustawi wa kuishi, kuna ustawi wa watu kufanya kazi,
hata kama katika mazingira yote. Lakini kuna watu wanaheshimiwa na nani? Katika dunia hii kuna watu ambao Mungu amewafanyaje? Yaani umewekwa hai, unaishi, unalima, unakaa, unanunua eneo, unajenga, unanunua magari, lakini kumbe kuna watu ambao wameshikilia nini? Sema dunia. Dunia. Maana Mungu akichukia, yaani akiwaondoa hao wenye haki, itakuwa ni kilio na kusaga nini? Meno. Sikiliza ule mstari 23. Ibrahim akamwambia Mungu, je, utamharibu mwenye haki pamoja na nani? Na Mungu. Anauliza swali. Haya, nimesema msingi wa Mungu, msingi wa kiti chake ni nini? Ni haki. Unaona Ibrahim anakuja ule mstari wa 22 ambao nimeanza, ambao tumesoma. Ananena huyo mtumishi wa Bwana. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma. Lakini kabla wajaenda Sodoma, wanampitia mtu anaitwa nani? Sema mwenye haki. Yaani hakuna jambo, biashara yako, ofisi yako, watoto wako, popote katika mazingira yote, Mungu anawasamini kwa kwani mwenye haki. Amina. Ndio maana Ibrahim, kabla Mungu hajashusha kiberiti, hajashusha upanga wake, la kwanza ambaye Ibrahim alimuuliza, utamuua mwenye haki pamoja na mwovu? Kwa nataka nikwambie leo, ukiona dunia bado haijasafishwa, ukiona kuna mambo ambayo hata katika mazingira yote yamekaa hivyo, ni kwa sababu kunao nani? Wapo wenye haki duniani, wapo wenye haki ndani ya kanisa ambaye Mungu anawaangalia hao, hata kama ni huyu mmoja, lakini ni nani? Maana Ibrahim alimwambia Mungu, ukiendelea kwa mstari, je, akiwepo watu 50 wenye haki katika nchi, je, utaliangamiza hilo taifa kwa sababu ya hao waovu? Mungu akasema, kama wako watu 50 ambao wao ni nini? Ni wenye haki, mimi Mungu sitaliangamiza hilo taifa. Jamani, mnanielewa? Amina. Akasema 45, akaambiwa hapana. Akasema 30, akaambiwa pia hapana. Akasema 20, mpaka mwisho kabisa. Tunakuja kuona Mungu alipoenda kuipiga Sodoma na Gomora, walitoka watu wangapi? Naongea na wewe kanisa. Walitoka watu wangapi? Watatu. Alitoka Lutu na wale mabinti wangapi? 2. Hata mke wa Lutu mwenyewe aligeuka kwa jiwe la nini? Leo Israeli ya kule mashariki ya kati ukienda, hiyo ile jiwe la chumvi ambayo ni binadamu liko mpaka leo. Watalii wanachukua picha, inawaingizia Israeli madola ya pesa kwa sababu tayari kuna mtu amekataa kwenda na Mungu. Mmenielewa nalosema? Amen. Unapokataa kuwa mwenye haki, athari na matokeo yatakayokupata wewe, utageuka kwa jiwe la chumvi. Kanisa, mmenielewa? Lakini jambo la kujifunza katika maisha haya, ikiwa mimi ni mwenye haki, Mungu ataiangamiza ili taifa kwa ajili ya mwenye haki. Mahali ulipo, hata kama ni mtaani, Mungu ule mtaa unarehemiwa kwa sababu yako mwenye haki. Mmenielewa nalosema? Amina. Maana kuna level ya mtaa, kuna level ya mkoa, kuna level ya nchi. Mungu anatafuta tangu siku nyingi hao wanaoitwa nani? Wenye haki. Nimekupa haki ya Ibrahim, haki ya kumwabudu Mungu. Nimekupa haki ya Kaini. Kaini alipewa yeye ibada, akapewa kumtolea Mungu, lakini kitendo cha kukosa nini? Kitendo cha kukataa kuwa na haki na Mungu, Mungu akamuondoa kwa kumlaani. Na sisi leo tunapaswa kurejea kwenye nafasi yetu, kwa kuwa sote ni wenye nini? Hebu sema mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Sema tena, mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Kwa dunia haiwezi kummeza mwenye haki. Biashara ya mtu mwenye haki haitauawa. Kazi ya mtu mwenye haki haitauawa. Amen. Familia ya mtu mwenye haki haitauawa. Amen. Popote, hata kama dunia watakuchukia, wakaona hasira ya kukumbeza, habari njema ni kwamba ikiwa wewe ni mwenye haki, hawana la kukufanya. Amina. Sema amina mwenye neema. Sema amina kanisa la Bwana. Sema mimi ni mwenye haki. Unanielewa nalo alisema lakini? Amina. Kwa hiyo Ibrahim alipata ustawi, akafanikiwa,
akabarikiwa, akawa mtu mkuu, kwa sababu alitunza haki ya nani? Ya Mungu. Alitunza hiyo haki Ya ibada yake na Mungu. Mungu anachotaka kwangu na kwako leo, tuitunze ile haki ya yeye kuwa nani? Baba kwetu. Amina. Kama Mungu ni baba kwako, kama Mungu amekuokoa, akaweka haki ya ibada kwako, Mpe Mungu ibada yake. Amina. Kanisa, tumeelewana hapo? Amina. Mpatie Mungu haki ya kufanyaje? Kuabudiwa. Maana hiyo ndio haki naye anayetaka kwa nani? Kwako. Ukishakuwa na haki ya ibada kwenye moyo wako, haki ya kumtolea Mungu, wala hiyo sio ugomvi, kwa sababu wewe utajua miko na misingi ya Ukristo ya wewe kuendelea katika kazi unayofanya. Amina. Kwamba hakuna gari inayopita barabarani isipotiwa mafuta. Amina. Na mafuta ya Mkristo ni kulishwa neno na kutembea na msingi wa imani. Hiyo ndio inampa msingi wa baraka katika analolifanya. Jamani, tunaelewana nalosema? Unataka kubarikiwa, jenga msingi wako Kwenye nini? haki. Umenielewa nalosema? Amina. Ibada ndio mwanzo wa kila unalolitaka. Maana unakuja unatamkiwa baraka, utakapoondoka unaenda kubarikiwa. Tumshukuru kwa nia hai. Kuna yeye mtu amenielewa? Kwa hiyo naomba tafadhali leo, Mungu amesema hawezi kunyamaza kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako. Mpaka upewe nini? Haki yako. Kuna mtu anaenda kupata haki yake. Amina. Kuna haki ya kulipwa. Kuna haki ya kutafutwa. Amina. Kuna haki ya kubarikiwa.